Online TV inakuletea Ufunuo Unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Shalom, shalom Tanzania. Ulikuwa unabii kwa ajili ya matukio ya mwezi wa 10 Kenya, ikiwemo katika huo unabii, na ilikuwa ni wiki mbili zilizopita. Leo tarehe 10 nadhani na 10 na leo ni tarehe 15 leo. Msiba kutoka Kenya, Raila Odinga. Na uangalie nini nilisema kuhusu Kenya na jinsi gani unabii huu umetimia. Huu ni wakati wa unabii kwa ajili ya mwezi Oktoba. Tarehe leo hii ni tarehe 30 Septemba 2025. Ya, ilikuwa tarehe 30 Septemba hapo. Kumbuka leo ni tarehe 15 na inaonyesha hapo ni wiki mbili zilizopita. Nenda kwenye YouTube utaona. Tuangalie nini nilisema kuhusu Kenya. Wa viongozi kwa taifa la Tanzania. Yaani viongozi ndio watakao trendi, viongozi ndio watakao tikiswa, viongozi ndio ambao tutasikia habari zao sana. Lakini ujumbe ni huo kwa viongozi wa nchi: tutakuja tawaliwa na wakoloni na hakuna chochote tutakachoweza kukifanya. Ngoja sasa niwakuletee mambo yatakayotokea mwezi huu. Kwanza kuna tukio la moto. Na hili litakuwa pacha. Kenya watakutana na hili tukio na Tanzania watakutana na hili tukio. Kuna matukio moto yanakwenda kusikika. Lakini kuna matukio ya viongozi kuondoka katika nafasi zao kwa njia ya kutoka kwenye nafasi ama kuondoka kwenye maisha yao. Sijachunguza ni viongozi wa kada gani. Inawezekana wadogo wadogo ama wakao wakubwa. Lakini kuna tukio la kiongozi Sikiliza kwa makini kabisa uweze kugundua uwezo wa kinabii wa nabii wa ishara Tanzania. Hebu sikiliza ilivyo hapo unabii wa Kenya. Wajilinde kiafya na kiuchumi. Lakini Kenya, tukio la moto litatokea, mgogoro wa viongozi kule Kenya, pamoja na kuondokewa na kiongozi kwenye nafasi yake au pengine kufiwa na kiongozi. Hayo ndio yanaonekana Kenya. Umesikia hiyo? Na Rais Ruto atakutana na tukio linalomshambulia kama vile kumshambulia, kumkata, kumchukia. Chuki dhidi ya Ruto itatokea mwezi huo. Chuki dhidi ya Ruto itatokea. Itaishiaje sijui, lakini chuki dhidi ya Ruto itatokea. Hebu turudie tena. Au pengine kufiwa na kiongozi. Sikiliza. Kuondolewa furaha yao. Au kuvunjwa moyo. CLU wakewa na kiongozi kwenye nafasi yake kiuchumi. Lakini Kenya, tukio la moto litatokea, mgogoro wa viongozi kule Kenya, pamoja na kuondokewa na kiongozi kwenye nafasi yake au pengine kufiwa na kiongozi. Hayo ndio yanaonekana Kenya. Sasa hapo nadhani sasa umesikia waziwazi. Unabii ilikuwa ni lazima wataondokewa na kiongozi. Iwe ni kwa kutolewa nafasi, iwe ni kwa kufiwa, lazima kiongozi wataondokewa. Ndio unabii ulikuwa unanena kwa Kenya. Kwa hiyo unabii wa Kenya bila mashaka yoyote kwa habari ya kuondokewa na kiongozi umetimia, hauna mashaka yoyote, maana ni kweli wameondokewa. Yaani wameondokewa kweli kwa kufa. Lakini kuna hilo lilotajwa la kuchukiwa kwa Ruto. Sasa sijui atachukiwa kwa sababu ya msiba huu, sijui kwa sababu. Anyway, poleni sana Kenya kwa ajili ya Raila. Na Mungu awabariki sana. Tuendelee kufuatilia huu nabii ambao uko kwenye YouTube. Upo kwenye YouTube. Nenda kasearch nabii wa ishara Tanzania YouTube. Utakutana na huu nabii na utaweza kugundua kuna mambo mengi humo ndani niliyoyagundua, haswa kuhusu masuala ya kitaifa. Wewe ambao hujaona utakosa mengi. Nenda kaangalia unabii uko kwenye YouTube. YouTube kule utakuta unabii huu. Basi Mungu awabariki sana. Tunapofika katikati na kugawa mwezi,
wenzetu wa Kenya wakiwa wanaomboleza, lakini kumbuka Kenya na sisi ni pacha. Mara nyingi yanaowapata Kenya huwa baada ya muda yanawapata wa Tanzania. Nimesema Tanzania pia tutaondokewa na kiongozi katika nafasi yake ama kwa kifo pia. Sasa la kwanza limetokea kwenye mtu kutolewa kwenye nafasi yake kwenye mwendo kasi, na sikupenda, ni kwamba ni hivyo tu. Lakini mwezi haujaisha, tuendelee kumwomba Mungu ili azuie, msidharau, tuombe Mungu ili azuie mambo kama haya, kwa sababu ni mengine yanaumiza. Usisahau unabii huu ni wa 2 weeks ago. Angalia kwa makini pale. Naona 2 weeks ago. Wiki 2 zilizopita ndio nilitabiri hayo yaliyotokea leo tarehe 15 kule Kenya. Kwa hiyo unabii lazima uwe na uhakika na confirmation ya kwamba lini ulitoka. Mungu awabariki sana wa Tanzania. Poleni wa Kenya kwa unabii huu kutimia. Namba yangu ya simu ukitaka ujue maisha yako ni 0715 645150. Utaongea na nabii moja kwa moja na kupata maelekezo yatakayokukinga na mabaya yako. Mungu atubariki sote kwa pamoja. Risala za rambirambi kwa ndugu, jamaa na marafiki wa hayati Raila Amolo Odinga. Sasa nimegongana na jumbe moja ambayo imewekwa kwenye mitandao ya kijamii na kiongozi ambaye yuko katika chama cha Chadema nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muite God Bless Lema. Na ikumbukwe kuwa God Bless Lema ni kiongozi ambaye anatoka nchini Tanzania ndio, na wakati fulani aliwahi kuwa mbunge wa Arusha mjini. God Bless Lema alikuwa na ushikaji wa ukaribu zaidi na Raila Amolo Odinga, na hii ni picha ambayo walipigwa pamoja. Inaonekana kuwa God Bless Lema alitembelea nchini Kenya na akaamua kumtembelea Raila Odinga ndio wasemezane 1, 2, 3 kuhusiana na issues za siasa ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa kuna huu ujumbe ambao umeandikwa na God Bless Lema, na anasema hivi: kwa huzuni kubwa sana napenda kutoa rambirambi zangu za dhati kwa familia ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na wananchi wa Kenya. Kifo chake kikubwa si tu katika siasa bali katika historia ya kanda yetu. Raila alikuwa kiongozi wa watu, mtu wa ujasiri na moyo wa kizalendo ambaye alijitolea kwa dhati kwa ajili ya haki na ustawi wa Wakenya. Wengi tunaweza kujiuliza, je, Raila Odinga alikosa daktari kwanza? Hili si swala la matibabu, bali ni ukumbusho wa ukweli wa maisha.